Unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Karibu katika kurasa za habari ndani ya Rahby Digital ukiwa nami mtangazaji wako Haifa Muhammad. Siku ya leo, ripoti mpya imefichua kuwa Marekani ilipokea taarifa za kijasusi mapema mwaka jana zikionyesha mazungumzo kati ya maafisa wa Israel kuhusu uwezekano wa kutumia Wapalestina kama ngao za kibinadamu katika ukanda wa Gaza, hatua ambayo ni kinyume kabisa na sheria za kimataifa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, maafisa wawili wa Marekani hawakuingia kwenye handaki lililokuwa limewekwa mabomu. Habari hizo ziliripotiwa kufikishwa ikulu ya Marekani katika wiki za mwisho za utawala wa rais wa zamani Joe Biden. Hata hivyo, haikubainika wazi iwapo waliotajwa walikuwa raia wa kawaida au wafungwa. Sheria za kimataifa zinakataza wazi kutumia raia kama sehemu ya operesheni za kijeshi, kitendo kinachotafsiriwa kama kutumia ngao za binadamu. Ripoti hiyo imeeleza pia kuwa ingawa Marekani ilikuwa na ushahidi huo, haijulikani kama serikali ya Biden iliamua kuufikisha kwa mamlaka za Israel. Hili linaonyesha tukio nadra ambapo Washington inaelezwa kuwa na ushahidi wa moja kwa moja kuhusu ukiukwaji wa aina hii unaofanywa na Israel katika Gaza na Ukingo wa Magharibi. Jeshi la Israel kwa upande wake limekanusha madai hayo, likidai kuwa linakataza kikamilifu matumizi ya raia kama ngao za kibinadamu au kuwashirikisha kwa namna yoyote katika shughuli za kijeshi. Hata hivyo, matukio kama hayo yamewahi kushuhudiwa mara kadhaa. Video iliyosambaa mwezi Juni mwaka wa 2024 ilionyesha askari wa Israel wakimfunga Mpalestina aliyejeruhiwa kwenye sehemu ya mbele ya gari la kijeshi, jambo lililozua hasira kimataifa. Matumizi ya raia kama ngao ni sehemu tu ya ukiukwaji mpana wa haki za binadamu unaohusishwa na jeshi la Israel, ikiwemo ripoti za mateso kwa wafungwa wa Kipalestina. Katika kikao cha Umoja wa Mataifa kilichofanyika Jumanne na Jumatano wiki hii, Israel ilikabiliwa na maswali magumu kuhusu madai ya mateso na unyanyasaji wa Wapalestina, hasa baada ya mashambulio ya Oktoba 7 mwaka wa 2023. Akinukuu Peter Vedel Kessing, mwakilishi wa kamati ya Umoja wa Mataifa dhidi ya mateso, alisema ya kwamba makamati yameingiwa na wasiwasi mkubwa kufuatia taarifa nyingi tulizopokea zinazodhihirisha uwepo wa mateso na unyanyasaji wa kimfumo dhidi ya Wapalestina, wakiwemo watoto. Wataalamu wa UN walihoji ujumbe wa Israel kwa maswali ya moja kwa moja. Je, Israel ina sheria inayopinga mateso? Jibu lililotolewa lilikuwa hapana. Waliulizwa pia, je, Israel inatekeleza mikataba ya kimataifa iliyosaini kupinga mateso huko Gaza na Ukingo wa Magharibi? Jibu lilikuwa hapana. Maafisa wa Israel walikana mashtaka wengi, wakidai baadhi ya matendo yao yalifanywa kwa usalama wa kujilinda. Ripoti nyingine ya Mei mwaka 2024 iliorodhesha ushuhuda wa Wapalestina waliodai kulazimishwa kuwa ngao za binadamu katika operesheni za kijeshi. Kamati ya Umoja wa Mataifa dhidi ya mateso inatarajiwa kutoa muhtasari wa matokeo yake kuhusu mwenendo wa Israel dhidi ya Wapalestina mwishoni mwa Novemba mwaka huu. Kwengineko, Trump aidhinisha makubaliano kumaliza kusimama kwa serikali ya Marekani kwa muda mrefu zaidi katika historia. Rais wa Marekani Donald Trump amesaini mswada wa sheria unaomaliza mgomo wa serikali kwa muda mrefu zaidi kuwahi kutokea nchini humo. Hatua hii ilifuatia kura ya bunge la wawakilishi ambalo lilipitisha mpango wa kurejesha huduma muhimu zilizokuwa zimesimama, ikiwemo misaada ya chakula, mishahara ya watumishi wa umma na mfumo wa udhibiti wa safari za anga. Mswada huo uliungwa mkono na wabunge Republican kwa kura 222 dhidi ya 209, licha ya upinzani mkali kutoka Democrats unaotarajiwa kuwarejesha maelfu ya wafanyikazi wa serikali kazini kufikia siku ya Alhamisi. Hata hivyo, haijabainika ni kwa kasi gani shughuli zote za serikali zitaanza upya. Katika hafla ya usiku wa kusaini sheria hiyo, Trump alisisitiza kwa kunukuu, "Hatuwezi kuruhusu jambo kama hili kutokea tena."
Makubaliano hayo yanapanua ufadhili wa serikali hadi tarehe 30 Januari, hatua itakayoweka serikali katika hali ya kuendelea kuongeza zaidi ya trilioni 1.8 za madeni kila mwaka kwenye jumla ya deni la taifa la trilioni 38. Mbunge wa Arizona, David Schweikart, alifananisha mvutano wa bunge kuhusu mgomo huo na kipindi cha vichekesho cha miaka ya 1990, akinukuu, "Tulitumia siku 40 tukibishana na bado sijawahi hadithia ilikuwa nini." Kumalizika kwa mgomo huo kunatoa matumaini kwamba sekta muhimu kama usafiri wa anga itapata muda wa kujipanga kabla ya msimu wa likizo ya Thanksgiving, na familia nyingi zitarejelea upatikanaji wa misaada ya chakula, jambo litakalosaidia matumizi ya kaya kuelekea msimu wa Krismasi. Pia, serikali itarejesha utoaji wa takwimu muhimu za kiuchumi ambazo zilikuwa zimesimama, ikiwemo taarifa za ajira na mfumuko wa bei ambazo ni muhimu kwa wachumi, wawekezaji na watunga sera. Hata hivyo, taarifa za baadhi ya miezi zinaweza zisitolewe tena kulingana na taarifa kutoka Ikulu. Kulingana na wachumi wengi, mgomo huo ulipunguza ukuaji wa pato la taifa GDP kwa zaidi ya 0.1% kila wiki, ingawa wanatarajia uchumi kurejea kwa kasi katika miezi ijayo. Makubaliano hayo yamekuja wiki moja baada ya Democrats kushinda chaguzi kadhaa muhimu, jambo lililowapa matumaini ya kusukuma ajenda ya kuongeza ruzuku za bima ya afya. Hata hivyo, Spika wa bunge Mike Johnson hajaahidi chochote kuhusu suala hilo. Wakati huo huo, baadhi ya wabunge walitumia kikao hicho kumkosoa Trump na serikali yake. Mike Sherrill, mbunge wa New Jersey anayetarajia kuondoka bungeni hivi karibuni, alihimiza wabunge wenzake wasiruhusu bunge kuwa muhuri wa idhini kwa serikali inayowanyang'anya watoto chakula na kuwanyima wananchi huduma za afya. Kwa mujibu wa kura ya maoni ya Reuters, 50% ya Wamarekani walilaumu Republican kwa mgomo huo, huku 47% wakilaumu Democrats, ishara kwamba hakuna chama kilichotoka kikiwa mshindi wa wazi. Huku serikali ikijiandaa kuendelea na shughuli zake za kawaida, mjadala mwingine unaibuka kuhusu kufichua nyaraka za kesi ya Jeffrey Epstein, jambo ambalo linatarajiwa kuvutia hisia kubwa bungeni katika siku zijazo. Kwa sasa Marekani inaingia katika kipindi kipya cha matumaini, huku raia wengi wakitarajia serikali kurejelea utulivu baada ya takribani siku 43 za mkwamo uliotikisa uchumi na maisha ya mamilioni ya wananchi. Habari nyinginezo ni kuwa siasa za migogoro, kivumbi cha kusitishwa kwa serikali ya Marekani. Baada ya siku 43 za mkwamo wa kihistoria, hatimaye serikali ya Marekani imerejelea shughuli zake za kawaida. Wafanyakazi wa umma wanaanza tena kupokea mishahara yao, hifadhi za taifa zinafunguliwa na huduma za serikali ambazo zilikuwa zimesimama zinarejea. Safari za anga ambazo zilikuwa kero kubwa kwa wananchi sasa zinarejea katika hali ya kawaida, si bora lakini angalau zinaendelea. Swali kuu ni moja, mkwamo huu mrefu umepata nini na umegharimu nini? Kwa kutumia mbinu ya bunge ya filibuster, chama cha Democrats, licha ya kuwa wachache, waliweza kuanzisha mgogoro huu kwa kukataza pendekezo la Republicans la kufadhili serikali kwa muda. Walisisitiza kuwa lazima Republicans wakubali kuendeleza ruzuku za bima ya afya kwa wananchi wa kipato cha chini ambazo zilikuwa karibu kuisha muda wake. Lakini baada ya baadhi ya Democrats kupiga kura kufungua serikali tena, walipata ahadi tu, sio matokeo halisi. Ilikuwa ni ahadi ya kufanyika kwa kura ya maoni kuhusu ruzuku hizo, bila uhakika wa kupitishwa. Hali hii ilisababisha hasira kali ndani ya chama. Baadhi ya wanachama wa mrengo wa kushoto walimlaumu kiongozi wa Senate Chuck Schumer kwa kushirikiana kimya kimya na mpango wa kufungua serikali au kwa kushindwa kusimama imara. Wengine walihisi kama chama chao kilikubali kushindwa hata baada ya mafanikio ya uchaguzi mdogo kuonyesha nguvu yao. Gavana wa California Gavin Newsom naye hakuficha hasira zake. Alikosoa makubaliano hayo akiyaita aibu na kujisalimisha. Alisema, tukio katika enzi ambapo Trump amebadilisha kabisa mchezo wa siasa, lakini sisi bado tunacheza kwa kanuni za zamani. Newsom, ambaye ana ndoto za urais mwaka wa 2028, anaakisi hisia za wengi ndani ya chama. Ikiwa hata wafuasi waaminifu wa rais wa zamani Joe Biden wanaanza kukasirika, basi ni ishara mbaya kwa uongozi wa chama hicho. Kwa upande wa Donald Trump, hali ni tofauti kabisa. Baada ya kura ya kufungua serikali kupitishwa, alionyesha furaha na kupongeza Republicans akisema, tumefungua nchi yetu, haikupaswa kufungwa kabisa.
Ingawa wakati fulani Trump alionekana kulegea, hasa alipowakosoa maseneta wa chama chake kwa kutoondoa filibuster, alitoka katika mkwamo huu bila kutoa masharti makubwa. Hata kama uungwaji wake umepungua kwenye kura za maoni, ana muda kabla ya uchaguzi wa katikati ya muhula na hata lazimika tena kugombea urais. Bunge sasa linaanza tena kazi zake za kawaida. Baadhi ya wizara zitapewa fedha hadi Septemba, lakini bajeti kamili inapaswa kupitishwa kufikia mwisho wa Januari ili kuepuka kufungwa kwa mara nyingine. Wakati Demokrat wanapanga upya mikakati yao, suala linalosababisha mgogoro, bima ya afya, linabaki kuwa mzigo kwa mamilioni ya Wamarekani watakaokabili ongezeko la gharama. Republicans wakipuuza hili, huenda wakajutia kisiasa. Hata hivyo, siku ya mafanikio ya Trump ilichafuka baada ya kesi ya marehemu Jeffrey Epstein kurudi tena kwenye vichwa vya habari. Mbunge mpya Adelita Grijalva alikamilisha idadi ya wabunge waliotia saini ombi la kulazimisha Wizara ya Sheria kufichua nyaraka zote za kesi hiyo. Trump kupitia ukurasa wake wa Truth Social alilalamika kwamba Democrats wanatumia kisingizio cha Epstein kuondoa macho ya umma kutoka kushindwa kwao katika mgogoro wa kiserikali. Mwisho wa yote, tukio hili limekumbusha jambo moja muhimu. Katika dunia ya sasa, mipango mizuri inaweza kubadilika kwa sekunde moja tu. Kufikia hapo ndio tamati ya matangazo yetu, ukiwa nami mtangazaji wako Haifa Muhammad. Hadi wakati mwingine, asante. Rahby Digital, haki na ukweli.